Asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, ambapo awali alikuwepo Pauline Mvungi katika habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Tayari golikipa wa kisasa wa mpira Edin Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imepata mafanikio makubwa katika kufanikisha ujenzi wa viwanja vya michezo katika kila wilaya pamoja na ujenzi wa viwanja vya mikoa kwa Unguja na Pemba. Rais Daktari Mwinyi ameyasema hayo katika uwanja wa michezo wa Gombani, mkoa wa Kusini Pemba, wakati wa uzinduzi rasmi wa uwanja huo uliokwenda sambamba na mchezo wa fainali ya michuano ya Mapinduzi kati ya Yanga dhidi ya Azam FC, ambapo Yanga ilibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Katika hotuba yake, Rais Mwinyi amepongeza Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kazi kubwa na nzuri ya kusimamia ujenzi wa viwanja hivyo, akisisitiza kuwa uwekezaji huo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kukuza sekta ya michezo, kuibua vipaji vya vijana na kuimarisha afya pamoja na mshikamano wa kijamii. Mimi nataka nipongeze sana juhudi za serikali tulipofikia hapa katika viwanja vya kimataifa katika nchi yetu, iwe vya wilaya, iwe vya mikoa, iwe hivi vikubwa vya Amani na hapa Gombani. Tukiwa tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu, tumekuja kufungua rasmi uwanja wetu huu ambao kwa kweli umependeza, ni mzuri mno, wa kimataifa kabisa. Kwingineko ni kwamba Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amewataka watumishi wa wizara hiyo kuongeza kasi na uwajibikaji ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na wakati. Witness Ngalawa Wingateles anatujuza zaidi. Makonda ametoa kauli hiyo alipowasili katika ofisi za wizara hiyo Mtumba jijini Dodoma baada ya kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu Chamwino, ambapo amesisitiza nidhamu ya kazi, mshikamano na bidii kama msingi wa mafanikio. Aidha, Makonda amezungumzia maandalizi ya michuano ya AFCON mwaka 2027, akisisitiza kuanzishwa kwa mashindano ya michezo katika shule zote za msingi na sekondari nchini kama sehemu ya shamra za kuelekea mashindano hayo makubwa yatakayofanyika kwa ushirikiano wa Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Tuanzishe mashindano ya pre-AFCON yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tushirikiane na TAMISEMI. Kwa tutapanga tuwe na mashindano ya AFCON pre-AFCON ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tutapokuja kupokea wageni, taifa zima lipo na timu yao ikienda kufanya vizuri, huku tukipalilia ndoto za vijana. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Katika hatua nyingine, amezungumzia suala la mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo michezo itatumika kuwaunganisha waumini wa dini zote kwa kuwa na mashindano ya Ramadhani Cup ambapo itajumuisha mikoa 5. Ramadhani Cup tunaipeleka kwenye mikoa 5, yawe ni mashindano yanayohamasisha na kuwafanya watu tukabaki pamoja. Unajua mwezi wa Ramadhani huwa ni mwezi ambao ni kama kwa lazima vile. Wakristo na Waislamu wote tunakaa pamoja, na wengine tumelelewa kwenye familia za Kiislamu. Kwa hiyo tunafunga pamoja, kwa sababu usipofunga pia unajisikia vibaya kwenda kula daku au kula futari ya mtu, unakuwa kama kobe. Sasa sisi tungependa tutumie pia fursa hiyo, michezo yetu iweze kutunganisha. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10 Plus. Asante Witness Ngalawa Wingateleza kwa taarifa hiyo. Tuelekee jijini Arusha. Ubora, mshikamano na kiu ya ushindi ndivyo vilibeba timu ya Ulipo Tupo ya Lexon hadi kutoa ubingwa wa CRDB Super Cup msimu wa 5 baada ya kuifunga CRDB wakala ya Central Zone bao 1-0 katika fainali iliyochezwa jijini Arusha. Ushindi huo umeipa Ulipo Tupo kombe la ubingwa na kitita cha shilingi milioni 15, ambapo kwa upande wa mpira wa pete mvutano ulikuwa mkubwa kati ya Ulipo Tupo Queens na Popote na Tiki Queens, ambapo Ulipo Tupo Queens na Central Zone
iliibuka mshindi na kujinyakulia zawadi ya shilingi milioni 11. Ushindi huo umeipa Ulipo Tupo kombe la ubingwa na kitita cha shilingi milioni 15, ambapo kwa upande wa mpira wa pete mvutano ulikuwa mkubwa kati ya Ulipo Tupo Queens na Popote Inatiki Queens, ambapo Ulipo Tupo Queens Central Zone iliibuka mshindi na kujinyakulia zawadi ya shilingi milioni 11. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mashindano hayo, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amesema mashindano hayo yamekuwa chachu ya kukuza uchumi wa mkoa huo na sehemu ya maandalizi ya AFCON mwaka 2027. Arusha inaelekea kwenye hekaheka za AFCON. Arusha ni kitovu cha utalii. Basi isiwe mwisho. Leteni matukio Arusha. Nasema haya, CRB ni benki ambayo inaweka utaratibu wa kuwawezesha wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo. Tukitafakari mapana zaidi mahitaji ya wateja wetu, wadau wetu, washirika wetu na jinsi gani tunaweza kuboresha huduma zetu. Lakini tunafahamu michezo ni ajira, lakini kwetu michezo ni sera. Tulikuwa mabingwa 2023, kwa wakati wetu wa kuendeleza ushindi wetu. Nashukuru Mungu kwenye hilo. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo kutoka Arusha. Tuelekee jijini Tanga. Waamuzi wa mchezo wa mpira wa miguu wilayani Kilindi mkoani Tanga wameomba serikali na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwapa mafunzo ya waamuzi wa mchezo huo ili kuwajengea uwezo katika utekelezaji wa majukumu yao uwanjani na kuepusha migogoro kati yao na wachezaji. Ernest Mbez kutoka Tanga anatujuza zaidi. Wamesema hayo wakati wa nusu fainali ya ligi ya Mkulima Cup inayoendelea kwenye kata ya Jaila wilayani Kilindi, na hapa Bwana Manfred Muya ambaye ni mwamuzi wa mechi hiyo ya nusu fainali iliyokutanisha timu za 45 Pasopa Academy na United Sports anasema, kwanza hatuna elimu ya uamuzi. Cha kwanza, cha pili, ina maana sisi tunachezesha lakini mara nyingi hatuna waamuzi wa pembeni wala hatuna photo official, umeona. Kwa hiyo inakuwa shida sababu hatuna elimu hiyo, ndio maana tunachezesha kwa sababu ya uzoefu wetu tu. Baadhi ya wachezaji wa timu hizo pamoja na viongozi wa kata ya Jaila wanaeleza changamoto za ukosefu wa mafunzo kwa waamuzi wa ligi mbalimbali zinazofanyika kwenye maeneo yao. Changamoto hizi sisi tumezizoea kutokana huku ni kijijini. Bado ule utandawazi huku kwetu haujafika sana. Ukisema uchukue refari kutoka mjini na linesman, ukiwaambia watu kuswala refari hela, timu zitaanza hela ni kubwa, hatuwezi kumlipa muamuzi. Tunatoka mbali sana. Tunakuja hapa unakuta kosa la kawaida kabisa, mtu anaamua anaweka pale, mnafungwa. Hiyo ndio inatuasili sisi. Kwa kikubwa ni kufanywa process tupate ambao wanaweza kutupa elimu. Marefari hawa wakipatiwa elimu thabiti dhidi ya uchezeshaji ni chanzo cha kukuza michezo, kwa sababu refari atachezesha kulingana na kanuni na sheria zinazomuongoza, kulingana na elimu aliyoipata katika sekta hiyo ya michezo. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wadhamini na wadau wa soka nchini wameomba kuwekeza kwenye soka la wanawake ambalo linakuwa kwa kasi, ambapo kufanya hivyo kuna faida kwa ligi na nchi kwa ujumla. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa Masoko Metro Fatema Dewji katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, ambapo amesema uwekezaji huo utaongeza kiu kubwa na utaongeza tija katika ligi kwa ujumla nchini. Kwa wadhamini, kwa wakampuni, njoo support soka ya wanawake kwa sababu kuna potential kubwa. Unajua wanaweza kuenda mbali sana na support hata kidogo. Nataka kuambia wote wadhamini, njoeni, njoo tu support na tutafurahi sana. Wasituchoke. Hii ni timu ngeni, nadhani tuna struggle kwa sababu ya ugeni katika ligi, lakini tuna imani baada ya mechi hii
tutapata matokeo mazuri. Tutarudi katika uwanja wa mazoezi kufanya kazi tulichokipoteza. Ni vitu baadhi tu ambavyo tumeweza kutoka ndani ya mfumo wetu, lakini tunaamini katika mechi zinazokuja tutafanyia kazi na kuweza kupata matokeo. Taarifa hiyo na tuwekea nukta kubwa kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Klabu ya Manchester City imeanza vizuri mchezo wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la Carabao baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 ugenini dhidi ya mabingwa watetezi Newcastle United kwenye mchezo wa kwanza uliochezwa katika dimba la St James. Bao la kwanza la wananchi hao wa jiji la Manchester lilipatikana katika dakika 53 kupitia kwenye nyota wao mpya raia wa Ghana Antoine Semenyo, huku bao la pili likifungwa kwenye dakika za nyongeza mwishoni na nyota raia wa Ufaransa Ryan Cherki kuhakikisha City inatanguliza mguu mmoja mbele kwa mtaji wa mabao 2 kabla ya mchezo wa marudiano utakaochezwa katika uwanja wa Etihad jijini Manchester Februari 4 mwaka huu. Mchezo mwingine wa nusu fainali ya Carabao utapigwa leo katika dimba la Stamford Bridge, ambapo wenyeji Chelsea the Blues watawakaribisha vinara wa ligi kuu nchini Uingereza Arsenal the Gunners. Mchezo huo unatarajiwa kuanza muda wa saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mchezo wa marudiano baina yao utapigwa Februari 3 mwaka huu katika dimba la Emirates jijini London, na mshindi wa nusu fainali zote mbili atakutana na mshindi kati ya Newcastle na Manchester City katika hatua ya fainali. Kenny Malila, Channel 10 michezo kimataifa. Asante Kenny Malila kwa simulizi makini ya habari za michezo medani za kimataifa. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo mwakilishi wa Tanzania katika mashindano ya ulimbwende ya Miss Intercontinental Faida Kasim Kivuyo ameomba Watanzania waendelee kumpigia kura na kutamba kwamba atabeba taji hilo nchini Misri. Faida anaenda kuiwakilisha Tanzania kwa fahari mbele ya dunia, akibeba ndoto, utamaduni na uzuri wa Mtanzania katika jukwaa la kimataifa. Akizungumzia safari hiyo, Faida amesema amejipanga vizuri kupeperusha bendera ya Tanzania kwa kuibuka na taji la mashindano hayo yatakayoshirikisha nchi mbalimbali. Warembo wenzangu waliopita, I have learned so much from them. Kwa nimeona pale walipofanya vizuri na pale ambapo labda mimi nilikuwa sijui, nimejirekebisha kwa uwezo wangu, and my management, madam wangu, Madam Nazi ameniandaa vizuri. So I'm going to give it my all because this is actually the first time and I'm the last. So I'm going to give it my all because it's something that I really wanted to do. It's a dream come true. So I'm going to give it my all. I'm going to do anything and everything I can kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata sifa nzuri. Mimi ni mshiriki wa kwanza kutoka Tanzania kwenda kushiriki Miss Intercontinental, ambayo shindano lake linahusu the power of beauty. So kama nilivyosema, linaanza tarehe 14 mpaka tarehe 30, na kutoka kuna nchi nyingi sana from different parts of the world. So I'm really asking Tanzanians to support me as much as you can. Nipigie kura, and everything, as I said, will be posted on kwenye page ya Miss Grand, lakini kwenye page yangu na page ya Miss Intercontinental. Haya, Tanzania na watu kweli kweli. Kufikia hapo hatuna la ziada kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, goalkeeper wa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo hayo kwake Pauline Mvungi kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.